Mambo vipi? Naam, leo ni chemba ya biashara, tumefika hapa East Africa Commercial Logistics Center. Hapa kuna maonesho ya biashara ambayo yanaendelea, na sisi kama wadau tunaachaje kufika na kuongea na wadau wa biashara, lakini wafanya biashara wananufaikaje na haya maonesho, lakini pia na wadau mbalimbali wa biashara ambao wako hapa. Let's go. Lengo kuu la haya maonyesho ni kuwapa fursa, naweza kusema jukwaa kwa wafanyabiashara ambao wamepanga hapa ESLC, tuwape sehemu ya kuzitangaza bidhaa zao kwa urahisi zaidi. Kwa hiyo tukaja na haya maonyesho ambayo pia yamejumuisha wafanyabiashara kutoka nje ya soko la ESLC. Lakini lengo kubwa na sababu kubwa ya haya maonyesho ni kuwapa wafanyabiashara jukwaa la kuuza na kuzitangaza bidhaa zao kwa urahisi zaidi, hasa kipindi cha sikukuu. Kama hapo awali tulivyosema, haya ni maonyesho ya kwanza ya ESLC, First ESLC Shopping Festival, na yatakuwa ni kila mwaka. Kwa hiyo mwakani, kesho mwezi kama huu, mwezi wa 11 kuelekea mwezi wa 12, tutakuwa na haya maonyesho tena. Japokuwa pia tutakuwa na maonyesho ya, naweza nikasema ni kama night marketing. Ya maonyesho naweza nikasema ya bidhaa fulani kwenye kila kipindi baada ya miezi miwili au miezi mitatu, kuwasaidia pia wafanyabiashara kuweza kuboost na kuuza bidhaa zao, kutafuta pia masoko ya nje. Na haya ni maonyesho ya ndani. Tutakuja kuwa na maonyesho ya international ambayo yatajumuisha wafanyabiashara kutoka sehemu mbalimbali, ikiwemo pamoja na wazalishaji na wasambazaji wa bidhaa mbalimbali kutoka China pia. Tunatambua ndani soko ni kubwa sana. Hebu tuambie, nafasi bado zipo au zimejaa? Na kama zipo, zinapatikana kwa kiasi gani? Mtanzania yeye wa chini kabisa ambaye mfanyabiashara anatamani kuja kuwekeza hapa, aje amejipangaje? Nafasi bado zipo za kutosha, ni kwa bei rafiki sana. Kuanzia kiasi cha shilingi milioni 1 una uwezo wa kupata frame ndani ya soko la ESLC. Hiyo ikiwa ina inclusive ya VAT pamoja na service charge na security deposit. Kwa hiyo ukiwa na milioni 1 una uwezo wa kuja kufanya biashara hapa ESLC. Ukiwa na kiasi cha milioni 1 peke yake unaweza kuja kufanya biashara hapa East Africa Commercial Logistics Center. Sije ukaona uzuri wa hili jengo ukajenga hofu kwamba bwana pale lazima niende na milioni 10, 20, 30. Only 1 million unaweza ukaja hapo ukafanya biashara, ukafanya uwekezaji wa nguvu. Unasubiri nini Mtanzania mjasiriamali ambao unatamani kuja kuwekeza kufanya biashara hapa? Nilikuwa na Linda Oswald Mtui, afisa mahusiano hapa ESLC. Twende tukaongea na wafanyabiashara sasa na wajasiriamali ambao wamekuja katika maonyesho, wamenufaikaje na maonyesho haya na nini maoni yao, mategemeo yao hasa ni nini? Na mambo vipi? Safi. Uko poa? Niko poa. Umependeza kweli kweli. Thank you. Biashara yako eneo dogo, lakini mtu akiangalia naona kunavutia kweli kweli. Kitu gani mnashughulika na kitu gani nyinyi? This is Wowlin. Kama ulivyosema, eneo ni dogo lakini vitu vyetu sio vidogo. Ni brand kubwa, brand from UK, na tunajishughulisha, tunauza bidhaa za electronics, tuna headphone, tuna power bank, tuna sim, tuna smart ring, smartwatch, iPad, tuna bidhaa zote za kisasa. Tunasema Wowlin made for Africa. Mnapatikana sehemu gani? Tunapatikana hapa ESLC, hapo ndani duka namba 6, linatazamana na Little Mall. Kwa Mtanzania ambaye hajawahi kufika hapa East Africa Commercial Logistics Center, unamwambiaje? Anakosa mengi. In short, anakosa mengi sana. Namshauri afike sasa hivi. Kuna maonyesho, biashara ziko nyingi, fursa ziko nyingi, tunawakaribisha sana. Nini ambacho umekiona kiko tofauti na maonyesho mengine hapa nchini Tanzania? Sawa, mwitikio upo, sio kwa kiasi kikubwa sana, ila kwa sababu ni mara ya kwanza, mwitikio upo, watu wanakuja, biashara ni nyingi, bidhaa ni nyingi, product ziko za kutosha na za teknolojia iliyoendelea kama za Wowlin. Kwa hiyo na washauri kila mtu afike Wowlin, afike ESL kwa ajili ya kupata huduma. Sisi tunajishughulisha na uuzaji wa nguo, sana sana ni official kama unavyoona, suti, mashati pamoja na viatu OG kutoka nje, na pia tunajishughulisha na uuzaji wa jumla na rejareja. Kwamba nyinyi mna kiwanda, mnatengeneza wenyewe hizi, mnashona au mnanunua? Sisi tunafanya uchukuzi kutoka kwenye viwanda vikubwa nje. Okay. Sasa kwa nini msifanye kiwanda chenu, yani kwamba mkashona hizi mkatengeneza viatu na nini? Mpango huo upo au inakuwaje? Unajua, kwenye kutengeneza kampuni lazima uanzie chini. Kwa hiyo jinsi tulivyoanza, natumaini kwenye miaka ijayo tutakuwa na kiwanda hapa ndani. Okay, maonesho haya ya biashara ambayo sasa yameanza hapa East Africa Commercial Logistics Center, umeyapokeaje na mwitikio ukoje? Hebu tuambie. Kwa kusema ukweli, maonyesho mimi nimeyapokea kwa mikono miwili mpaka sasa, kama unavyoona
Na pia kusema ukweli, japokuwa ni mara ya kwanza, ila ni maonyesho ambayo ni mazuri na tunaomba yawe endelevu, kwa sababu yametukutanisha na watu kutoka nje. Kuna wafanyabiashara wengine ndio wametokea nje, wamekuja hapa kwa mara ya kwanza, tumekutana. Kwa hiyo tumebadilishana mawazo, tumejuana zaidi, ndo kama hivyo tunazidi kufahamiana. Kwenye kufahamiana ndo tunavyozidi kupanua biashara zetu. Kwa hiyo nataka kuniambia maonesho haya yamekusanyisha watu kutoka nchi mbalimbali, si ndio? Nchi gani na nchi gani kama kwa mfano? Hapa kuna Wakongo wamekuja wakaulizia bidhaa na pia wengine wamenunua. Kuna Wazambia walipita. Ukiachana na hivyo, hata wafanyabiashara wa ndani hapa wengine wamepita kujua bidhaa, kuangalia na kununua pia. Kwanza maonyesho tumeyapokea vizuri, kwa sababu maonyesho ni fursa na sisi tunazikimbilia fursa. Lakini biashara yangu nimejikita kwenye mabegi ya watoto ya shule, kwa sababu natambua umuhimu wa kipindi hiki. Kila biashara ina wakati wake. Kwa kipindi hiki cha mwezi wa 12 kuelekea Januari, tunajua kabisa ni masuala ya wanafunzi. Kwa hiyo na mimi nimejikita sana kwenye vitu vya wanafunzi. Lakini pia nauza saa, urembo kwa ajili ya kina mama, cheni na vitu vingine. Kwa maonyesho haya sisi tunasema kuwa kwanza tunashukuru, kwa sababu fursa ni kukutana na watu mbalimbali. Na sio lengo tu kufanya biashara kupata hela, lakini pia kukutana na watu kibiashara, unapata wigo mkubwa wa kutanua biashara yako. Kwa hiyo mimi naamini kupitia maonyesho nimetangaza biashara yangu vizuri na nimepata wateja kutoka sehemu mbalimbali ambao wanahitaji kujua kituo changu kiko wapi, na nimewapa maelekezo napatikana wapi. Mimi ni mfanya biashara binafsi, natokea Tanga, lakini Dar es Salaam na eneo ambalo nafanya biashara liko Mabibo stand ya zamani. Pale ghorofa namba 1 tu na kwenye bango kubwa limeandika Z Traders Center. Lakini pia ni washauri wafanyabiashara wenzangu, hususan wafanyabiashara wadogo. Mimi hii mizigo natoa China na tunasafiri wenyewe na kuagiza. Lakini kupitia taasisi za kiserikali zikiwepo chemba, ni washauri wafanyabiashara kukutana na taasisi kama chemba ili waweze kupata ushauri, na wenyewe wanatoa ushauri, na sio ushauri tu, wanakutafutia mpaka masoko mahali pa kupeleka biashara yako, hiyo ya mazao ya nini. Kwa hiyo ni watoe tu hofu. Kwa kukaa nyumbani ni hofu yako na ndio umaskini wako, lakini ukitoka nje utakutana na vitu vingi ambavyo vitakupa fursa kama mfanyabiashara na kukutoa kwenye uoga. Mimi naamini kwa kipindi hiki tumeweza kukutana na watu wengi, tumefanya biashara kiasi, lakini naamini kipindi kingine wataboresha vizuri zaidi, matangazo yatatoka kwa wakati na watajua wapi kidogo pamefemea na wapi pa kuongeza. Kwa hiyo naamini kupitia biashara hii na maonyesho haya, basi biashara zetu tumezitangaza vizuri na tunasema alhamdulillah, kukaa nyumbani sio sana kutoka, mguu wa kutoka Mwenyezi Mungu kauombea. Kwa hiyo niseme kabisa ni washauri wafanya biashara wakutane na taasisi zile ambazo zinaweza kuwabeba kibiashara. Huwezi kutoka bila kushikwa mkono. Hata kufika China si tumebebwa na taasisi mbalimbali. Wakichemba si wengine ni wanachama na watoto wetu ni wanachama. Kwa hiyo tunaziona jinsi gani fursa kwenye nchi ni wewe mwenyewe tu jinsi ya kuzikimbilia. Nashukuruni sana. Sisi ni wanachama watarajiwa kwa sababu tumepata taarifa za chemba kwenye maonesho haya. Tayari tumepewa fomu, tumeijaza, tunakamilisha taratibu za kulipia ili taratibu zote ziwe zimekamilika. Bwana mtazamaji, huyu ni mwanachama mtarajiwa wa Chemba ya Biashara, Viwanda na Kilimo Tanzania. Ameiona fursa. Wewe unasubiri nini? Tuambie, unadhani maonesho haya faida yake ni kufanya tu biashara au kuna faida gani nyingine? Faida ni hata kuwapa taarifa watu unakopatikana, shughuli unazozifanya, ni sehemu ya kunetwork. Sio pia kwa unaowahudumia, lakini pia niweza kukutana na TCCIA hapa, nimejiunga na nimepata zaidi ya watu, ukiangalia kitabu changu hiki, zaidi ya watu 600 wamejiandikisha, wametembelea banda letu hili, kitu ambacho sio cha kawaida. Kule juu tunakopatikana ghorofa ya 2 kwenye jengo letu hili la East Africa Commercial Logistics Center, tangu tumefungua bado tulikuwa tujapata wateja 600. Zaidi ya wateja 600 wametembelea katika banda hili. Kuna mtu yuko nyumbani anasema nikienda pale kuweka biashara yangu yawezekana nisiuze kwa siku zote 7, nisifanye biashara. Ngoja nikwambie, hapa unaweza ukatembelewa na watu mbalimbali wakasaini na wakajua wewe unafanya nini, unapatikana wapi. Sababu kuna watu ambao wanakuja
kwa ajili ya kuangalia bidhaa zilizopo, atazipata wapi na lini. Yawezekana zipo hazijui. Kwa hiyo bwana mkubwa hapa ameweza kupata watu 600. Bila shaka katika watu 600 hao wapo kadhaa ambao watamtafuta. Hebu mwambie Mtanzania, unapatikana maeneo gani zaidi? Tunapatikana jengo la East Africa Commercial Logistics Center hapa Ubungo. Zamani palikuwa ni Ubungo Terminal kwa wale wazee, lakini kwa vijana ni Ubungo. Kwa hiyo tunawakaribisha sana katika jengo hili. Bado kuna vyumba vingi vya maduka pia, waje, biashara ziko na wateja wa kutosha. Mimi ninachokishauri kwamba wawafikie wafanyabiashara, kwa sababu mfanyabiashara unapoenda kumpa, hii ni fursa ya kujitangaza. Wengi wakifahamu watashiriki wengi, wakifahamu watashiriki wengi. Okay, sasa tuambie wewe biashara yako unahusika na nini na unapatikana maeneo gani? Mimi nauza vipodozi imported kutoka South Africa, Dubai na India na France. Duka langu liko Kariakoo Msimbazi A katika jengo la 77. Frame namba 104 na 105. Okay, tuambie una mpango wote kuwa mwanachama wa Chemba Biashara, Viwanda na Kilimo Tanzania? Kwa kweli nimeona ni kitu kizuri, nina mpango huo. Kwa elimu uliyopata kidogo umeona kama kuna fursa hivi, sio? Kuna fursa. Fursa ipo? Ndio. Karibu juu. Nitakaribia. Asante sana. Kama mlivyokwisha kuwasikia, wafanyabiashara mbalimbali wameweza kuzungumza jinsi ambavyo wameyapokea maonesho haya, lakini changamoto, lakini fursa walizozipata katika maonesho haya. Ulikuwa nami wakati wote, Suche Emmanuel Musa kutoka Tanzania National Chamber of Commerce, TNCC.